Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Nicholas Sambagi, mtumishi wa Mungu nayetumika katika eneo la sifa na ibada. Na leo natamani tuongelee neno ibada tu kwa dakika chache ambazo Mungu ametupatia kuwa nazo. Nitazungumzia vitu vitano ambavyo kwa haraka vinaweza kutusaidia kujua nini maana ibada. Ibada si tukio, ila ibada ni maisha halisi ya mtu. Hasa awe Mkristo awe mtu yoyote anayeabudu Mungu wowote. Lakini tukijua kwenye upande wa Kristo, ibada ni maisha kabisa. Watu wengi wanafikiri ibada ni kuimba tu, kupiga vyombo au kuwa kanisani. Lakini Mungu anaangalia sana moyo na si sauti, na anaangalia maisha ya mtu anayoyaishi. Sasa kitu cha kwanza, ibada ni zaidi ya muziki. Muziki ni sehemu tu ya ibada, lakini si ibada yote inabebwa na muziki. Unaweza kuimba lakini moyo wako haupo kwa Mungu. Ndio ile nasema watu wananiheshimu kwa midomo, mioyo yao iko mbali na mimi. Hiyo pia ni ibada ya kwa sehemu zingine. Lakini ibada unaweza kuwa kimya, unamtafakari Mungu katika maisha yako, yale ambayo ameyatenda. Ibada inaanza kuanzia moyoni, si mdomoni. Umedhamiria kumfanyia Mungu ibada, umedhamiria kufanya kitu kizuri kwa Mungu kwa kumheshimu wewe mwenyewe. Mfano, hata ukiwa peke yako unaweza kuabudu kwa kina kuliko hata jukwaani. Kuna baadhi ya watu na waimbaji wanadhani kwamba kuabudu ama kufanya ibada ni mpaka upande kwenye stage jukwaani, ukae madhabahuni uabudu. Lakini ibada ni zaidi ya madhabahu, ni zaidi ya kanisani, ni zaidi ya jukwaani. Ibada ni maisha. Kitu cha pili, ibada ni sehemu ni ibada ni ya kweli, ni ya rohoni na si mwilini, na si vile ambavyo unavyodhani wewe mwenyewe. Hii inamaanisha inatoka ndani kabisa ya mtu binafsi. Inatoka ndani kabisa ya mtu binafsi. Sio mazoea wala kuigiza au ni kuona mtu fulani amefanya kitu fulani na mimi nifanye. Ibada ni maisha kama nilivyosema hapo mwanzo. Lakini mfano hata ukiwa peke yako unaweza kuabudu kwa kina kuliko kufanya vingine vyovyote kama nilivyosema hapo awali, kwa sababu ya mahusiano yako wewe mwenyewe binafsi na Mungu. Ibada ya kweli ni ya kweli, inahitaji uaminifu mbele za Mungu. Hakuna kujificha, hakuna unafiki, unamjia Mungu kama ulivyo. Mungu hataki mtu perfect. Mungu anataka mtu real. Anasema perfect person. Mungu anataka real person. Mtu ajipeleke yeye kama vile alivyo. Kuna wengine wanaenda na picha nyingine, wamevaa sura nyingine, wamevaa vaa ngozi ya kondoo, lakini mioni mwao iko mbali na Mungu kabisa. Lakini kitu kingine, ibada ni maisha ya kila siku. Kile unachokiishi kwenye maisha yako, kile unachokifanya kwenye maisha yako, hiyo ndo ibada yako. Wewe umeelekeza maisha yako kwenye nini? Wewe umeelekeza labda maisha yako ama kazi yako, vile unavyofanya kazini, vile unavyofanya shuleni, vile unavyofanya kwenye majukumu yoyote yale ambayo umepangiwa, ya kitaifa, ya kiserikali. Hiyo kuna namna unatakiwa uifanye katika muktadha wa kimungu, muktadha ambao watu wakikuona wanajua kabisa huyu jamaa anafanya kazi hii, lakini ndani kuna utumishi mkubwa sana ambao umetukuka ndani yake. Ibada ni maisha ya kila siku. Ibada si Jumapili. Ibada unavyoongea na watu watatafsiri ibada ndani yako. Kuna maneno yakitoka, mtu anasema huyu jamaa ni mchungaji. Kwa nini? Wameona kuna kitu zaidi ya lile neno leo lisema. Hiyo ni ibada. Lakini ibada unavyofanya kazi, kuna namna ambavyo unafanya kazi na wafanyakazi wenzako kazini kwako au mtaani ama kwa serikali yako. Watu wakiona wanasema huyu jamaa kuna kitu cha ziada katika kazi yake. Hiyo ni ibada. Lakini kuna watu wanatamani wamuone Mungu kwenye kila kitu unachokifanya. Hata kabla hujajitambulisha, wanamuona Mungu kwanza, ndivyo wanakuona wewe. Lakini maamuzi unayoyafanya, labda umekwazwa na jirani, umekwazwa na rafiki, mtu amekukwaza, unaamuaje maamuzi yako? Unafanyaje maamuzi yako? Hiyo kuna namna maamuzi yako yatapelekea watu wakujue kwamba wewe ni nani.
wewe una Mungu ndani yako au yani Mungu hayuko ndani yako. Watu wakiona huyu jamaa kweli ana Mungu ndani yake. Lakini hapo ndipo ibada yako inapoonekana. La mwisho, ibada ina gharama. Ili kuwe na uwe mtu wa ibada, lazima uwe tayari kutoa gharama. Ibada kwa haraka haraka nimeweka vitu vitatu. Ibada kwanza ina gharama ya kuacha dhambi. Dhambi sio lazima uzini. Kuna dhambi ziko nyingi mbalimbali, lakini ibada ina hiyo kuacha dhambi. Let's say kwenye kazini mwako usipokee rushwa. Usiwe mtu wa kusema uongo. Wewe ni mtu wa fiksi tu, yani wewe mtu kuongopa ni maisha yako, yani unaona ni safi kabisa. Hiyo sio nani, lakini ukitaka kuishi maisha ya ibada lazima ukubali kulipa gharama. Ibada ina kujitoa muda. Kuna muda lazima yani kujitoa muda, ukubali kuishi maisha halisi. Kumweka Mungu mbele kuliko kitu chochote. Kuna wengine wameweka mbele fedha. Wako tayari kufanya vitu vingine vyovyote kuweka fedha mbele yao, lakini wamemsahau Mungu kabisa. Mfano mzuri ni waraka wa Warumi. Anasema itoeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai. Maana yake ufanye Mungu akae mbele kuliko wewe unavyojiona, kuliko mambo yako unavyojiona. Mungu hataki nyimbo tu, anataka maisha yako yote yawe ibada. Mungu hataki wewe si unaenda kanisani kwa kunyenyekea sana Mungu anahitaji maisha yako yote unayoishi, mke wako na watoto wako na mume wako, wazazi wako, yamwakisi yeye, Mungu wa kweli. Hiyo ndo ibada yako. Sasa ukiweka hivyo, watu wanaweza define kabisa kwamba wewe ni mtu wa Mungu. Wito wangu kwako na swali langu kwako, jiulize ya kwamba, je, ibada yangu ni ya kweli au ni ya mazoea? Katika hayo yote niliyoeleza, ibada yako ni ya kweli au ni ya mazoea? Swali la pili, jiulize, ninamwabudu Mungu kwa moyo au kwa midomo? Biblia inasema katika Marko 7:6, akawaambia, Isaya alitabiri vyema juu yenu ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali na mimi. Wewe unafanyaje rafiki yangu? Ibada yako unaielekezaje? Leo chagua kuanza maisha yako ya kweli na Mungu.